Naam, karibu sana dimbani. Hapa mwanamchezo tuko tayari kwa ajili ya kujadili taarifa za kimichezo kutoka hapa nyumbani Tanzania. Mimi naitwa Abu Bakri mwana Juma Abu Bakri, na hapa nipo na mchambuzi IG kama Vinga Hassan Hamza, piga pasi za madoido waka Wabe Media. Tuko vizuri? Tuko vizuri sana. Kwema kabisa. Mambo yanaenda. Tuanze moja kwa moja taarifa ambayo imetolewa na bodi ya ligi kuu ya Tanzania bara hapo jana usiku, ambapo taarifa inasema kwamba kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Juni 2, 2025 ilipitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Ligi kuu ya NBC, mechi namba 190, Simba Sports Club dhidi ya Mashujaa, Simba alishinda bao 2-1. Mchezaji wa klabu ya Mashujaa Saif Abdullah amefungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la kurusha chupa za maji kuelekea kwa mashabiki, huku pia akionekana mara kadhaa akiingia kiwanjani kumlalamikia muamuzi wa mchezo akitokea katika benchi ya timu hiyo kwenye uwanja wa KMC Complex. Mechi hiyo imepigwa Mei 2, 2025. Sawa, lakini pia mwingine ni mtunza vifaa wa klabu ya Mashujaa Juma Nyenje amefungiwa miezi 6 na kutozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la kurusha chupa za maji kuelekea kwa mashabiki kwenye uwanja wa KMC Complex Mei 2, 2025 wakati wa mchezo huo tajwa hapo juu ukiendelea. Mechi namba 218, JKT Tanzania dhidi ya Fountain Gate. JKT kashinda goli 3-1. Klabu ya Fountain Gate imeadhibiwa kwa kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kukataa kutumia chumba maalum cha kuvalia. Badala yake walitumia eneo la nje ya chumba kwa shughuli hiyo, kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 20 ya ligi kuu ya kuhusu taratibu za mchezo. Sawa, mechi namba 220, Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars. Kocha wa viungo wa klabu ya Simba ameadhibiwa kwa kufungiwa michezo mitatu na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kuanzisha vurugu kwa kurusha koni kwenye benchi la ufundi la Singida Black Stars walipokuwa wameketi maofisa wa ufundi na wachezaji wa akiba wa klabu hiyo. Tuanzia hapa juu kabisa. Hii mechi dhidi ya Mashujaa, mechi iliisha bao 2-1 na tulishuhudia goli lilivyopatikana dakika za jioni kabisa, goli la ushindi la klabu ya Simba Sports Club. Tuanzie kwenye hii mechi. Mchezaji wa Mashujaa Saif Abdullah ametozwa faini kwa kuweza kurusha chupa kwa mashabiki, pamoja na mtunza vifaa wao ambaye pia ametozwa faini, lakini pia amepigwa ban ya miezi 6. Kwenye hii mechi ilikuwa na pressure kubwa sana, mechi ya Mashujaa na Simba, lakini kama utakumbuka vizuri mwamuzi ambaye alichezesha ni Kefa Kayombo, ambaye baadhi ya watu pia walikuwa wanamlalamikia maamuzi yake aliyofanya, na walitarajia kumuona hapa akipigwa stop hivi ama akipewa onyo ama akipewa adhabu kutokana na maamuzi ambayo watu walikuwa wanamlalamikia muamuzi Kefa Kayombo. Tukianzia hapo, kuna namna Kefa alichezesha sasa, yani hakuna haja ya kumweka kwenye adhabu kama hii. Mimi nimeshangaa, nimebaki mdomo wazi. Maana yake unakuja unaangalia wote waliopigwa faini kwenye mechi ya Mashujaa dhidi ya Simba Sport Club, unaangalia hiyo faini zao nyingi hazikudeserve kwa faini, ni onyo tu wapewe basi. Maana yake tayari kuna ile damu ishachemka, baadhi ya vitu vinaendelea uwanjani. Ila mimi nimestaajabu kwa nini Kefa Kayombo hajahusishwa kwenye hilo lungu la hapo la kupigwa faini, hata kufungiwa miezi kadhaa hivi sijamsikia Kefa Kayombo. Kwa hiyo bodi ya ligi na TFF kushirikiana na bodi ya ligi wameridhishwa na kiwango chake alichochezea siku mchezo. Maneno yalikuwa mengi, unaangalia hata jinsi matukio ambayo alivyokuwa anaamua, anavyotafsiri sheria 17 za mpira, unaona kabisa kuna baadhi ya vitu haviko sawa. Kuna kama mechi na Mpalia, unaangalia magoli yote yalipatikana kwa mikwaju ya penalti, unaangalia jinsi gani ambavyo mchezo ulivyokuwa, unaangalia hata penalti zilizopatikana, angalia penalti ya mpira uliofuta mkono uliopigwa na Zimbwe Junior, angalia penalti ya Shomari Kapombe, unaona kabisa kuna baadhi ya vitu ambavyo viko sawa. Hata vile faith official ama lensman wao, unaangalia jinsi ya washika vibendera walivyokuwa wanapaliwa na mchezo. Maamuzi mengi walikuwa nakinzana na maamuzi wakati. Kwa hiyo mimi niko nategemea kwenye lungu ambayo imetoka hapo, asilimia kubwa nimuone Kefa Kayombo kumwajibisha kwa kile ambacho alichokifanya. Unaangalia mchezo hata kwa macho ya nyama tu, ule mchezo hata kama mimi sijui kutafsiri
si sheria 17 za mpira, ila sheria zilimpalia sana kwa asilimia kubwa. Unakuja unaangalia kuna matukio baadhi walikuwa wanafanya wachezaji wa Simba Sport Club, ila hujawaona huko kwenye faini zaidi ya kuona wachezaji wa Mashujaa. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu, hiyo mechi ya Mashujaa na Simba Sport Club, mimi niko nategemea kwa kiasi kikubwa sana Kefa Kayombo angekuwa miongoni mwa watu ambao wapewe onyo na litolewe kwa hadharani kama hivyo. Kefa Kayombo kapewa onyo kutokana na hichi na hichi, ila hamna kilichotokea kwa Kefa Kayombo, kana kwamba bodi ya ligi wakishirikiana na mamlaka ya soka TFF wameridhishwa na performance ya Kefa Kayombo. Ila Kefa Kayombo kwa siku ambayo alikuwa chini ya kiwango na hakui, yani si nikwambiaje tu, deserve apigwe fine na miezi afungiwe ili aweze kupata awe na discipline nzuri. Ila kwa hivi naona Mashujaa ndio asilimia kubwa wamekuwa wahanga kwenye mechi ambao wenyewe walikuwa wanadidimizwa kwa ukubwa wa Simba Sport Club. Sawa, hili swala hili la vilabu kugomea vyumbani imekuwa ni muendelezo sasa hivi. So story sana. Hapa JKT Tanzania dhidi ya Fountain Gate wao waligoma na mechi iliisha kwa Fountain Gate kugaragaza kwa goli 3-1. Waligoma kutumia chumba cha kubadilishia nguo, and then badala pale wakatumia nje, yani kwenda ndani kabisa. Hivi vitu kama hivi vitaisha lini kwa soka letu la hapa Bongo? Vitu kama hivi ni desturi ya soka letu hapa. Unakuja unaangalia watu kugomea chumba ambacho alichoandaliwa dressing room na kwenda nje ya hivyo. Imekuwa vitu vya kawaida sana, hususan kwa soka letu ambao limejaa vitu vingi sana nje ya uwanja. Unakuja mtu ukitafuta sababu anakimbia vitu ambavyo anaviamini yeye ambavyo sivyo viko nje ya uwanja. Kwa hiyo ile swala la kugomea chumba cha kubadilisha nguo kufanya hivi limekuwa swala la kawaida sana kwenye soka letu. Ili uweze ukasikia kwenye nchi zilizoendelea, hususan mataifa yaliyoendelea kisoka Euro kule, uweze ukasikia, na ukisikia mtu kagoma anapigwa faini nzito sana, ambayo faini akipigwa aidha lazima itamhatarishia ukubwa wake au hata kuporomoka. Na unajua watu wengi sana wamewekeza kwenye mpira, asilimia kubwa kule wameadvance kwenye swala la soka. Unakuja leo unampiga faini mtu milioni 1 kwa klabu kama Fountain Gate ambayo ina uwezo wa kutoa hiyo milioni 1 ikafumba macho ikakupa. Kwa hiyo mimi naona hizi faini za milioni 1 haziwatoshi, inabidi wapigwe faini kubwa kuzidi hiyo ya milioni 1, iweke vifungu ambavyo vitambana zaidi. Mtu yoyote atakayokengeuka akaenda kinyume na zile sheria zilizofuata kwenye mchezo husika, awe ana faini kubwa ili iwe funzo. Kapigwa leo milioni 1 Fountain Gate, leo kwenye mechi kubwa labda Simba na nani au hata Simba na Yanga, unaona watu wafanye hivyo, wanapigwa faini milioni haiwezi kumfundisha. Lazima uangalie namna gani ya kuweza kumfundisha. Sawa, lakini mechi ambayo ilikuwa imeteka hisia za watu wengi ilikuwa ni dhidi ya Singida Black Stars, Simba akiwa katika uwanja wa KMC ambapo alishinda goli 1-0. Na kama nilivyokusomea hapa awali, kocha wa viungo pia ameadhibiwa kwa kufungiwa michezo 3 na kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kuanzisha vurugu kwa kurusha koni kwenye benchi la ufundi la Singida Black Stars walipokuwa wameketi maofisa wa ufundi na wachezaji wa akiba wa klabu ya Singida Black Stars. Lakini pia klabu ya Simba imeadhibiwa kwa kutozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake kurusha chupa za maji kiwanjani wakati wa mchezo tajwa hapo juu kwenye uwanja wa KMC Complex Mei 28, 2025. Lakini pia mchezaji wa klabu ya Singida Black Stars Jonathan Soa ameadhibiwa kwa kutozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kuwaonesha ishara ya matusi mashabiki wa klabu ya Simba waliokuwa jukwani pamoja, kitendo chake cha kungoa kibendera cha kona. Alafu pia muamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu, yani kati ya Simba dhidi ya Singida Black Stars, Heri Sasi amefungiwa miezi 6 kwa kosa la kushindwa kumudu mchezo huo baada ya kufanya maamuzi mengi yaliyoashiria kushindwa kutafsiri vyema sheria 17 za mpira wa miguu. Pia kocha wa klabu ya Simba Fadlu Davis ametozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kuishtumu bodi ya ligi kuu Tanzania bara kuwa ina ajenda tofauti kuhusiana na ratiba ya michezo ya klabu hiyo kwenye ligi kuu ya NBC. Fadlu alizungumza hapo alipokuwa anafanya mahojiano na mwenye mamlaka kuonesha mpira wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara hapa nchini baada ya kumalizika kwa mchezo tajwa hapo juu, akionyesha kutoridhishwa na ratiba ya michezo ya klabu yake. Tukiangalia hizi adhabu ambazo zimetoka hapa,
nyingi sana kwenye hii mechi ya Singida Black Stars na Simba, nyingi zimeenda kwa upande wa Simba. Moja tu imeenda kwa Singida Black Stars, ni ile ya Jonathan Soa. Yes, klabu ya Simba Sports Club mashabiki zake ni kama hawana uvumilivu, kwa sababu tuliona hata video pia zinaonyesha wakirusha chupa uwanjani, na ndio imepelekea pia Simba kutoza faini ya shilingi milioni 5. Inawezekana ikawakosti sana mashabiki zake wakaendelea na hizi fujo. Ukija ukaangalia kwa mashabiki wa Simba Sport Club hata kwenye mchezo dhidi ya Singida waliona kabisa mchezo ulikuwa umewapalia kwa kiasi kikubwa. Unaona hata pressure ilivyokuwa nje ya uwanja, manaki ule mchezo wakipoteza walikuwa wanajua mpinzani wao wataweza kutumia ile advantage na kwenda kuchukua bingwa NBC. Unaona jinsi ilivyokuwa na pressure, hata michezo ambao wanaocheza KMC, michezo mingi ambao wanakuja kupata matokeo dakika za jioni. Nakumbuka mchezo dhidi ya Mashujaa ilivyokuwa na pressure, angalia mashabiki wa Simba Sport Club jinsi ilivyokuwa na pressure nje ya uwanja. Unakuja unaangalia hata mchezo dhidi ya KMC the same pia vile vile. Hii mchezo wa mwisho mashabiki wa Simba wamekuwa na pressure sana kutokana na namna timu yao inavyocheza. Unakuja kuangalia Simba Sport Club kwenye open play na kwambia kila siku sio wazuri sana kwenye kutengeneza nafasi. Kwa hiyo mashabiki wanatumia kama wachezaji wa 12 kupeleka pressure kwa mwamuzi, aidha kumvaa mwamuzi asilimia kubwa mchezo umelemea na wenyewe wanufaike na ile kupoteza concentration kwa mwamuzi. Unaona silaha yao kubwa wanatumia. Unaangalia mchezo dhidi ya Singida Black Star, mchezo ambao ulikuwa na pressure sana na hisia kubwa. Angalia matukio matatu watu wengi alizua gumzo, matukio aliyofanywa Jonathan Soa, aliyofanywa pia vile vile MVC Luhu pia ndani ya box. Hao matukio yote alikuwa yamezua gumzo na maswali mengi sana, ila HLC alishindwa kutafsiri kwa sababu alikutana na pressure kubwa sana ya mashabiki wa Simba Sport Club nje ya uwanja ambao wapo kwenye ile dimba la KMC mule wakianikiza timu yao izidi kufanya vizuri. Kwa hiyo unakuja unaangalia hii hali imeenda sana kwenye mchezo kama ule Singida ambao wako vizuri. Unaona jinsi wanavyocheza, pressure ilizidi kuwa kubwa kwa mashabiki wa Simba Sport Club, namna gani walivyokuwa wanacheza wana-operate game Singida mpaka wakafikia hatua kuanza kurusha chupa, kuona namna gani wanaweza wakaisaidia timu yao walao hata waweze kulinda walichokipata, kupunguza ile pressure Singida Black Star, mchezo ambao ulikuwa na vurugu nyingi. Unakuja unaangalia hata tukio la Jonathan Soa na Chema Lolfondo, unaona jinsi gani ambavyo Jonathan Soa alikuwa aridhishwa na kile ambacho kinachotokea. Maamuzi mengi alikuwa anaonekana kama wenyewe wanakandamizwa sana Singida Black Star. Kuna maamuzi mengine ya wazi, unaona kabisa hii Singida alipaswa kunufaika na madhambi, ila huoni ikifanyika hivyo. Unaangalia kwenye penalty ambayo alishikwa kabisa, unaona mtu kafanywa distraction ya mwili, unaona kabisa kuna contact pale imeingia, ila huoni kitu kikifanyika hivyo. Kwa hiyo kwangu mimi kwenye ule mchezo hata Simba kupigwa faini nyingi, nadhani hizo walizopigwa yani ni chache. Kuna matukio mengi sana alikuwa yanaendelea ndani ya uwanja, hata pia vile nje ya uwanja. Unaangalia hata viongozi wa Simba Sport Club, unakuja unaangalia kwa benchi la ufundi lile lote, unakuja unaangalia mpaka Mwalimu Fadlu anatoa maneno kama. Kwa hiyo kwangu mimi kwenye ule mchezo hususan alisasiku miezi 6, nadhani ni ile shinikizo la afisa habari wa Singida Black Star Masanza alisema ni lazima watoe ufafanuzi juu ya ule mchezo na juu ya muamuzi Helsasi ambao alionekana kupariwa kwa ule mchezo. Na hapo bodi ya ligi walikuwa washapokea vitu vingi sana, hususan kwa waamuzi kukosea kwenye mechi za Simba nyingi waamuzi wanakosea. Muamuzi unakumbuka mechi ya Simba dhidi ya Namungo, muamuzi alikuwa akosea ila bodi ya ligi akakimia, muamuzi anakosea mechi hizi kubwa. Ndio maana na afisa habari wa Singida Black Star na kushirikiana uongozi mzima wa Singida Black Star kwa ajili ya kukemea hichi kitu ambacho kinachoendelea, na walifanikiwa kwa asilimia kubwa. Unaona mara baada kupaza sauti zao na kutia mgomo mechi zinazofuata hawezi kumaliza, kana kwamba lazima wapewe mwongozo juu ya kile ambacho kilichotokea kwenye mechi yao dhidi ya Simba Sport Club. Bodi ya ligi wamemfungia miezi 6 Elsasi. Hiyo yote inatokana na kuchachiza au kupeleka pressure kwa uongozi wa Singida juu ya bodi ya ligi kwa kile ambacho anachokiona kwenye ligi yetu hakiko sawa. Na hili swala la waamuzi limekuwa ni kidonda kikubwa sana ambacho hakiponi. Kila siku kimekuwa kizidi kuchimba kuingia ndani. Waamuzi kadri ya siku inavyozidi kwenda wanakuwa yani game akipewa hii anafanya anavyotaka. Bodi ya ligi wamekaa kimya, kamati ya waamuzi inakaa kimya. Kwa hiyo hii kwa Elsasi ni miongoni mwa marefali bora ambao tuko nao hapa Tanzania, miongoni mwa marefali 5 bora. Unaona na kaingia kwenye rungu kufungiwa miezi 6. Sasa wengine wanaofuatwa kina Kefa kina nani. Kwa hiyo ni lazima watakuwa watasimamia sheria 17 za mpira wa miguu, na hii ingefanyika mapema sana mwanzoni tu mwa season inapoanza. Kuna ile matukio walikuwa wanapigwa banning vya viongozi wanapiga nini, ligi isingefika huko ambako ilikofika.
Sawa, huo kwa ni uchambuzi yakinifu kabisa juu ya adhabu ambazo zimetolewa na bodi ya ligi kuu ya Tanzania bara TPLB. Hii ni Kawabe Media, YouTube, Instagram, Facebook, Thread, X tunapatikana hivyo. Bye bye.